Utamaduni umetajwa kuwa nguzo muhimu ya kuimarisha umoja wa kitaifa, haswa wakati wa kampeni za siasa na uchaguzi, ambapo jamii huhimizwa kuenzi utofauti wao badala ya migawanyiko. Haya yamejiri wakati waumini wa kanisa la AIC Kajiado Township kukusanyika kusherehekea tamaduni mbalimbali kupitia nyimbo, mavazi na vyakula vya asili. Nancy Kering alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Nyimbo za kitamaduni, mavazi ya asili na vyakula vya kienyeji vilitawala sherehe ya kitamaduni iliyoandaliwa katika kanisa la AIC Kajiado Township, huku ikiwaleta pamoja waumini na wageni kutoka jamii mbalimbali. Leo tumeungana pamoja kama taifa, kila watu ambao wametoka katika kabila lao, wametokea kumsifu Mungu kwa lugha yao, wametokea katika kumsifu Mungu katika nyimbo na tamaduni zao, pia wametupikia chakula mbalimbali za tamaduni zao. Tumeona hivi vyakula ambavyo tumetengeneza leo ni vyakula ambazo ni za kipekee, ni vyakula ambazo zinaonekana ndio zilifanya watu wengi pia wakaishi, wale wa kitambo walitutangulia miaka mingi bila magonjwa. Kwa hivyo ni vizuri hata hivyo vyakula vidumishwe. Kila jamii ilipata fursa ya kuonesha urithi wake kupitia ngoma, mavazi na vyakula vya jadi, hali iliyodhihirisha utajiri wa tamaduni za Kenya. Miongoni mwa vyakula vilivyoandaliwa ni mursik, mokimo, mudhokoi, nyama choma, samaki na vyakula vingine vya asili vilivyowavutia wengi. Siku kama hii ya leo ni ya muhimu sana katika kisasi hiki, kwa sababu hata inatupatia jinsi ya wasasi na watu wazima kupitisha mila zao kwa wadogo, kwa vijana na watoto waweze kuiga ule mfano ambao wasasi wanaiweka. Kuna watoto tunalea saa hii wajajua mila zao ziko chini sana, sababu hatukuwakuza mila, lakini vile tumeona saa hii tunaona mila inaendelea, na tukienda vile tunaenda watoto wetu watajua utamaduni. Washiriki walisema hafla kama hizi hutoa nafasi ya kujifunza, kuthamini na kuenzi tamaduni za jamii mbalimbali, huku zikiimarisha maelewano na mshikamano. Waandalizi na waliohudhuria walieleza kuwa sherehe hiyo inalenga kuenzi utofauti wa tamaduni kama njia ya kuimarisha umoja wa kitaifa na ushirikiano miongoni mwa Wakenya. Tunajumuika na kabila zingine, tunaingiana pamoja na tunaendelea vizuri. Licha sisi kutoka eneo tofauti mbalimbali za Kenya, kuna Waluya, kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu, sisi Kalenjin, Wakamba, tumeweza kujumuika pamoja ili tuweze kushikamana na tuwe na umoja katika Kristo na pia tuwe na umoja kwenye eneo letu. Aidha, wito ulitolewa kwa wazee na wazazi kuhakikisha mila na desturi zenye maadili zinaendelea kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Wito wangu kwa vijana ni kwamba usisahau mahali ulipotoka. Mahali ulipotoka ni mahali ulipotoka na ukawa baraka. Kila kitu na nafasi yake. Na nafasi ya kusoma ambayo ni muhimu. Kuna nafasi ya imani katika kila mwanadamu na ni ya muhimu, na nafasi ya heshima na malezi bora kutoka kwa wazazi. Nyimbo za utamaduni na vyakula vya asili vinaendelea kuleta nguzo katika mila na desturi. Wito umetolewa kwa vijana kuweza kudumisha mila na desturi nzuri ili kuweza kupitisha kwa vizazi vijavyo. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado ya Kati.